Huyu anauliza, rozari ina maana gani na imeandikwa wapi katika Biblia? Kuuliza kila kitu kimeandikwa wapi katika Biblia kunadhihirisha uelewa mdogo kuhusu maandiko matakatifu. Kwani wewe kila unachokifanya kimeandikwa kwenye Biblia? Na je, unadhani yale unayofanya ni kwa sababu yameandikwa kwenye Biblia na unafanya kama inavyopaswa? Mungu wajalia wanawake njia na mbinu mbalimbali za kumjua, kumpenda, kumtumikia na hatimaye kufika kwake. Tunao uhuru wa kumwendea Mungu wetu kwa namna mbalimbali. Kwetu sisi Wakatoliki, rozari ni mojawapo ya njia rahisi na nzuri ya kumtafakari Mungu wetu na fumbo zima la ukombozi wetu waliofunuliwa wana wa Mungu tangu zamani. Baada ya kuelewa ushirika wa Bikira Maria katika ukombozi wetu, tunamsihi ashirikiane nasi katika utafakari hatua kwa hatua matendo ya ukombozi wetu katika rozari takatifu, kwa sababu yeye alishiriki moja kwa moja fumbo hilo, na hivyo tunaamini analifahamu vyema fumbo hilo kuliko sisi. Hivyo basi, rozari ni ufupisho wa Injili, ni tafakari ya matendo makuu ya ukombozi. Imegawanyika katika matendo au mafumbo manne, yaani: moja, matendo ya furaha, tangu kupashwa habari Bikira Maria mpaka Yesu akiwa na umri wa miaka 12. Mbili, matendo ya mwanga. Hii ni tangu ubatizo wa Yesu, utume wake wa hadhara mpaka alipoweka Ekaristi Takatifu siku moja kabla ya mateso yake. Tatu, matendo ya uchungu. Hii inaanza tangu Yesu akiwa bustanini Getsemani mpaka kifo chake pale msalabani. Na nne, matendo ya utukufu, tangu ufufuko wa Yesu, ujio wa Roho Mtakatifu mpaka Bikira Maria anapopokea taji ya ushindi mbinguni. Na ibada hii ya rozari takatifu upambwa na sala Salamu Maria, yaani tunarudia ile salamu ya malaika Gabrieli katika Luka sura ya 1 aya 28, ambapo tunaamsha tena ile ahadi aliyopewa na Mungu, alafu maneno ya Elizabeti akiwa amejawa na Roho Mtakatifu katika Luka sura ya 1 aya 42, ambapo tunatangaza tena sifa na utajiri alionao, kisha tunamalizia na sehemu ya mwisho ya kumsihi atuombee sasa na saa ya kufa kwetu, ambapo huenda tusiwe na nafasi au uwezo wa kuomba kwa sababu shetani hutushambulia hata saa ya kufa bila kujali hali yetu ya wakati huo, na naamini ukimkana Mungu saa ile atakupata moja kwa moja, hivyo huenda ukatumia nguvu nyingi zaidi. Baada ya kutambua kuwa yeye ni mwombezi wetu na kwamba maombi yake yana nguvu na anasikilizwa sana na mwanawe, rejea Yohane sura ya 2 aya ya 3 hadi aya ya 4 na aya ya 7. Tena amemshinda shetani, rejea Mwanzo sura ya 3 aya ya 15. Hii ndio sababu tunasali rozari takatifu. Kwa ufupi ni kwamba rozari takatifu ni ufupisho wa Injili. Ni tunatafakari mafumbo ya ukombozi wetu tangu kupashwa habari kwa Mama Bikira Maria hadi kupalizwa mbinguni Mama Bikira Maria. Kama usiponifollow leo, uende kani mara yako ya mwisho kuniona. Ni follow kwa mafundisho mengi zaidi ya imani. Pia usahau kuifuata mitandao yetu mingine ya kijamii kama vile Facebook, YouTube na Instagram kwa jina la Oscar Mkatoliki, kusudi tuinjilishe kwa pamoja. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.